Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, basi ni muhimu sana ukazingatia kufikiri kwako na kuzungumza kwako. Kumbuka, kufikiri kwako kuna madhara ya moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu linalosema nguvu ya ukiri. Hii ni wiki yetu ya pili. Kama haukuweza kusikiliza wiki ya kwanza, ningekushauri uweze kufanya hivyo. Tulizungumza mambo ambayo ni very powerful, mambo ya nguvu kabisa, mambo ya kuleta mabadiliko, tena mabadiliko ya ajabu katika maisha. Kwa fanya utaratibu huo, uende ukasikilize ile wiki ya kwanza. Na katika wiki hii, kumbuka niliahidi kwamba tutaanza kuangalia uhusiano kati ya moyo wa mwanadamu na ukiri. Maana watu wengi hawajui kama moyo ndio unaotumika kama jukwaa la kuleta mabadiliko katika maisha yako. Kwa lugha nyingine, Mungu anatumia moyo wako kama jukwaa, lakini shetani pia naye anatumia moyo wako kama jukwaa. Hayo ndio ambayo tutaangalia wiki hii. Lakini kabla ya kuanza, nikukumbusha tu kwamba tunapatikana katika YouTube, tunapatikana katika Google Podcast, Apple Podcast na Spotify, kote kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale subscribe, utakapoangalia ama kusikiliza usahau kulike pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya sauti, kwa maana tuna grupu linaitwa Mwanafunzi wa Kristo, linapatikana katika Telegram, na Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Kumbuka hatuposti mafundisho tena kwenye WhatsApp. Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 5 tutakuwa tunaposti mafundisho katika Telegram. Kwa hiyo namba, unaweza kutuma ujumbe mfupi tukasema niunge katika namba 0789 500242 0789500242, nawe utaunganishwa. Na mshukuru Mungu kwa ajili ya wote ambao mmekuwa mkihamasisha wengine kusikiliza vipindi hivi, mkifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, na kwa ajili ya kwangu mimi na pamoja na timu yangu, na mkichangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio. Asanteni sana kwa uaminifu wenu. Neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo zidishwe na iongezeke sana sana katika maisha yenu. Na kama unasikiliza kwa mara ya kwanza, basi nakukaribisha katika mafundisho ya Kristo, mahali ambapo tunakufundisha wewe ufikiri kama Kristo badala ya kuendelea kufikiri kama Adamu. Hivyo kuwa makini, fungua moyo wako, ruhusu Roho Mtakatifu alete mabadiliko, ufurahie kile ambacho Kristo amekifanya. Amen. Basi baada ya kusema hayo, tuende kwenye Waebrania tena, mlango wa 3 na mstari ule wa kwanza hadi wa pili. Anasema kwa hiyo ndugu watakatifu wenye kuushiriki mwito wa mbinguni, mtafakarini sana mtume na kuhani mkuu wa maungamo yetu, aliyekuwa mwaminifu kwake yeye aliyemweka, kama Musa naye alivyokuwa katika nyumba yote ya Mungu. Kwa tukajifunza wiki iliyopita, tukaona kwamba Yesu Kristo ndiye mtume na kuhani mkuu wa maungamo yetu. Na tukaona neno ungamo, maana yake tafsiri yake nyingine neno ukiri. Na ukiri katika lugha ya Kiyunani, Kigiriki, ni neno homologia, ambalo inatokana na neno lingine linalosema homologeo. Na unaposema homologeo, maana yake ni kwamba unazungumza ni kukiri ama kuzungumza katika hali ya kukubaliana na kile ambacho Mungu amesema. Sasa inawezekana wewe ni Myunani Mgiriki unasema mwalimu natamka vibaya, no problem, ndivyo ilivyo. Wewe elewa tu hivyo. Tuko sawa? Kwa hiyo ukiri katika mtazamo wa Agano Jipya basi ni kuzungumza katika hali ya kukubaliana na kile ambacho Mungu amekizungumza, na haswa katika mtazamo ama muktadha wa kile ambacho Mungu amekifanya kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa kwenye mlango wa 4, Waebrania 4 hiyo mlango wa 4 mstari wa 14, kuna mstari mmoja nataka tukauangalie pale, tuongezee wazo fulani.
alafu mambo yatakuwa yamekaa vizuri. Anasema hivi, basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu. Anasema hold fast to your confession. Shika sana ukiri wako. Kwa lugha nyingine, kuwa makini na ukiri wako. Kuwa makini na ukiri wako. Nadhani kwenye kitabu hiki cha Nguvu ya Ukiri nina sura nzima inayozungumzia, nadhani ngoja niangalie ni sura ya ngapi, kwenye inazungumzia ukiri makini. Ukiri makini, kwa maana ya kwamba unatakiwa makini sana katika ukiri wako. Na kwa sababu hiyo, kwa nini Mungu akwambie uwe makini katika ukiri wako? Kwa nini aseme shika sana ungamo lako, shika sana ukiri wako, shika sana ukiri wako? Kwa nini? Hold fast to your confession. Usibadilishe ukiri wako. Na watu wengi wanapata matokeo mabovu katika kuamini kwao kwa sababu ukiri wao unabadilika. Sasa kabla ya kuanza kuchambua huko na kuonyesha uhusiano kati ya moyo na ukiri, ngoja nikwambie kitu kimoja. Sababu kubwa ambayo Mungu anatusisitiza kwamba tuwe makini na ukiri wetu ni kwa sababu moja. Ni kwa sababu mimi na wewe rafiki, tumeumbwa katika sura na mfano wa Mungu. Tumeumbwa katika sura na mfano wa Mungu. Kwa hiyo nataka twende kwenye Mwanzo mlango wa kwanza. Mwanzo mlango wa kwanza, alafu tutaangalia ule mstari wa 26. Mwanzo mlango wa kwanza mstari ule wa 26. Sikia anavyosema katika Mwanzo 1:26. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba mimi na wewe rafiki tumeumbwa katika mfano na sura ya Mungu. Mfano wa Mungu na sura ya Mungu. Sasa angalia, anasema Mungu akasema, na tumfanye Mungu kwa mfano wetu na sura yetu. Kwa hiyo ni wingi hapa natumia. Kwa hiyo huyu ni nani? Ni Mungu Baba anazungumza nani? Anazungumza na Mungu Mwana pamoja na Mungu Roho Mtakatifu. Hakuwa anazungumza na malaika. Mwanadamu peke yake ndio kiumbe pekee ambaye ameumbwa katika mfano na sura ya Mungu. Sasa kama nimeumbwa katika mfano na sura ya Mungu, malaika atakayejiuliza, okay, kivipi? Je, ni swala la muonekano tu ama pia ni swala la kiutendaji? Nini ambacho kinanitofautisha mimi mwanadamu niliyeumbwa na Mungu na viumbe vingine ambavyo Mungu ameviumba? Sasa nina story moja ambayo pia nimeizungumza katika kitabu hichi cha Nguvu ya Ukiri. Labda nielezee kidogo. Miaka mingi iliyopita nikiwa shule ya msingi, wakati tunafundishwa somo la sayansi, na kumbuka nilimuuliza mwalimu darasani tofauti kati ya mwanadamu na mnyama ni nini. Na akasema kwamba, wakati anatufundisha akasema kwamba mnyama hawezi kufikiri wala hana kumbukumbu kama mwanadamu. Kwa hiyo akaniambia mnyama hawezi kufikiria, lakini pia mnyama hawezi kukumbuka. Na kwa kweli kwa utoto wangu niliokuwa nao wakati huo, hilo jibu lilinitosha. Na kama nakumbuka vizuri, nilikuwa sijui darasa la 4, kitu kama darasa la 4 hivi. Na niliporudi nyumbani, baba yangu alikuwa anakaa Monduli, kwa wale wanafahamu wilaya ya Monduli. Na enzi hizo wakati mwingine askari wanyamapori walikuwa wanakwenda maporini huko wanaua mbogo. Kwa hiyo tukawa tumeletewa nyama ya mbogo na komaneo kwa ajili ya kulisha mbwa waliokuwa nao. Na nakumbuka ile nyama ilichemshwa kwenye masufuria pale. Na wakati imechemshwa tukawa mbwa wamekatiwa mapande. Na kumbuka zilivyomwagwa chini, mbwa walivyoona kwamba nyama ni nyingi, nikaanza kuona sinema. Mbwa wakachukua mapande yale, wakaanza kukimbia. Kutukua tuna fensi ya kitu anaita mitarakwa. Mimi sijui wengine anaita nini. Wengine wanasema sio michongoma, lakini mitarakwa, mikaratusi wengine wanaita. Kwa hiyo wakaanza kufukua shimo, alafu anafukia ile nyama. Alafu anakuja anachukua nyingine, anafukua shimo, anafukia ile nyama. Okay? Alafu baada ya muda nikaona tena mbwa mmoja anaenda kwenye sehemu yake aliyokuwa amefukia, anafukua ile nyama, anaanza kuila tena. Kwa hiyo ikanipa maswali kwamba mwalimu wangu amesema mnyama hana uwezo wa kufikiri na wala mnyama hana kumbukumbu kama mwanadamu. Hapa nimejionea waziwazi kabisa, sio tu kwamba huyu mbwa aliweza kufikiri haraka kwamba hizi nyama ni nyingi, sitaweza kula nimalize zote, na nikiacha hapa wenzangu wanaweza kanizidi kete, kwa hiyo ngoja niende nikafiche kwanza alafu nije niendelee kula hichi kilichopo. Sikuwa nanyelewa. Hiyo ni kufikiri. Lakini pia kichonishangaza ni kwamba baada ya muda, baadaye akakumbuka mahali ambapo alikuwa amefukia ile nyama, akaenda akaifukua, akaanza kula. Kwa hiyo niliporudi shuleni nikaanza kumchallenge mwalimu, nikamwambia mwalimu, nimeenda nimeangalia mbwa nyumbani kwetu, sio tu kwamba nimeona wanafikiri, lakini pia wana uwezo wa kukumbuka.
Mwalimu akasema lakini uwezo wao wa kufikiri sio mkubwa kama wa binadamu na uwezo wao kukumbuka sio mkubwa kama wa binadamu. Lakini haikuniridhisha. Miaka mingi baadaye nikiwa niko Dar es Salaam natembea tu, niko maeneo ya stendi, maeneo ya Mwenge, Mungu akaniuliza tena, signa hili wala lile, naenda zangu kupanda daladala, akaniambia unataka kujua tofauti kati ya mwanadamu na mnyama? Nikaambia ndio. Maana ni swali ambalo limenisumbua muda mrefu sana. Akaniambia mwanadamu ana uwezo wa kuumba kwa maneno yake, viumbe wengine hawawezi. Sasa hapa anasema kwamba na tumfanye mtu kwa mfano wetu na sura yetu wakatawale. Kwa hiyo ina maana sio tu kwamba tumeumbwa kutawala kama Mungu, lakini pia kuna namna ambavyo tunafanana na Mungu. Na nikitaka kujua nafanana na Mungu kivipi, basi kuna kitu anaita kanuni ya kutajwa mara ya kwanza na kanuni ya matumizi kwa mara ya kwanza tunaposoma Biblia. Hiyo ndio inatusaidia tuweze kupata ufunuo sahihi, tusije tukatoke na ufunuo kama kuku alikatwa kichwa. Kwa hiyo kwa kuwa tuko Mwanzo mlango wa kwanza, nataka tuende kwenye mstari wa kwanza tuangalie Mungu anajitambulisha vipi kwetu. Anasema hivi, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa hiyo napata picha kwamba Mungu ni muumbaji. Mungu ni mchapakazi, Mungu ni muumbaji. Alafu anaendelea anasema hivi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Anasema Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Kwa hiyo kwa lugha nyingine Mungu akaumba kwa kusema. Anasema Mungu akasema, akaona, ikawa. Kwa hiyo kama mimi na wewe rafiki tumeumbwa katika mfano na sura ya Mungu, basi ni dhahiri mimi na wewe ni waumbaji. Na kama Mungu aliumba kwa kusema, then ni dhahiri pia maneno yetu sisi yana uwezo wa kuumba kama maneno ya Mungu. Nataka kwanza hilo litumbukie ndani ya akili yako. Ndio maana anasema shika sana ungamo lako, kuwa makini na ukiri wako. Kwa nini? Kwa sababu maneno yako yanaumba. Kwa nini? Kwa sababu wewe umeumbwa katika mfano na sura ya Mungu. Okay, ngoja nikuulize swali wewe uliko hapo. Nyoka yupi afadhali ya kuume? Nyoka mwenye miaka 10 ama nyoka mwenye miaka 3? Of course tunaniambia nyoka ni nyoka, wote wana sumu. Exactly. Kwa nini? Kwa sababu mtoto wa nyoka ni nyoka. Kwa kama na wewe umeumbwa katika mfano na sura ya Mungu, na Mungu ni muumbaji na aliumba kupitia maneno yake, na kuhakikishia na wewe leo hii sasa hivi maneno yako yana nguvu ile ile na uwezo ule ule wa kuumba kama maneno ya Mungu yalivyo. Si kwa mfano ndege kwa mfano ama kuku ama chukulie kuku naweza kaangu. Chukulie njiwa anapozaa mtoto, ni yule mtoto anazaliwa katika mfano na sura ya yule njiwa. Na yule mtoto anakuwa na mabawa. Na umri ukifika anaanza kuruka naye kwa kutumia ile mabawa kama mama yake. Sijui kama ananyelewa ninachozungumza. Sasa anapokuwa yuko mdogo anaweza akawa hana uwezo wa kuruka. Lakini nitakwambia kitu kimoja, ana vitu vyote vya muhimu katika mwili wake ambavyo vitakuja kumwezesha kuruka. Anachohitaji tu ni kukua katika vile viungo, vifike katika stage ambayo vitaweza kutumika na kufanya kazi ambayo viliumbiwa. Kwa mimi na wewe tumeumbwa katika mfano na sura ya Mungu, na nakuhakikishia maneno yako na maneno yangu mimi yana nguvu ile ile na yana uwezo ule ule wa kuumba kama maneno ya Mungu yalivyo. Ni swala la mimi na wewe kukua na kuwa na ufahamu sahihi katika matumizi ya maneno yetu, na hivyo tutaanza kuona matokeo yale ambayo tunayataka. Sasa hivi kwa bahati mbaya unaumba vitu ambavyo hutaki kuviona, sio vitu ambavyo unavitaka. Vile ambavyo unataka kuviona katika maisha yako hauviumbi, na vile ambavyo hautaki kuviona ndivyo unavyoviumba. Kwa nini? Kwa sababu hauna uelewa sahihi kwamba maneno yako wewe yana uwezo wa kuumba, kwa kuwa umeumbwa katika mfano na sura ya Mungu. Ngoja nikupe mfano mmoja. Kwa mfano kuhusiana na maneno ya Mungu, twende tukaangalia Isaya 55. Isaya 55 Mungu anazungumza kuhusu neno lilotoka katika kinywa chake. Tuko sawa sawa? Anasema hivi Isaya 55, kwa ajili ya kuokoa muda nitaanza tule mstari wa ngapi? Wa 10. Isaya 55:10 mpaka 11. Anasema hivi,
Maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu. Halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Kwa Mungu anasema neno lililotoka katika kinywa chake halitamrudia bure, bali litatimiza mapenzi yake, nalo litafanikiwa katika mambo yale aliyolituma. Sasa kama mimi na wewe rafiki tumeumbwa katika mfano na sura ya Mungu, maana yake nini? Maana yake ni kwamba na mimi na wewe maneno yetu sio tu kwamba na nguvu ya kuumba, lakini neno lolote linalotoka katika kinywa chako wewe na linalotoka katika kinywa changu mimi haliwezi kunirudia bure. Kwa nini? Kwa sababu nimeumbwa katika mfano na sura ya Mungu. Bali hilo neno langu lazima liwende likatimize mapenzi yangu yote, na sio hivyo tu, na lazima litafanikiwa katika mambo yale ambayo nimelituma. Sasa kwa kuwa watu wengi hawajui hichi kitu, ndio maana wanaruhusu shaka inaingia, na shaka ikiingia maana yake inazuia lile neno lako lisiweze kutekeleza kile ambacho umelituma, na ndio maana linakurudia bure. Na Ibilisi anajua ile swala la shaka, na hii shaka inafanya kazi katika moyo. Ndio maana kwamba tutazungumza uhusiano kati ya maneno na moyo wako, muhimu mno. Ndio maana nakwambia njiwa mtoto ana uwezo wa kuruka kama njiwa mkubwa, lakini shida ni kwamba kuna baadhi ya viungo havijakomaa na bado hajapata ujuzi na ufahamu wa kutumia viungo hivyo ili kuweza kupaa ama kuruka. Kwa hiyo na mimi na wewe maneno yetu yana nguvu ya kuumba. Sasa kwa bahati mbaya tumezoeshwa sana kuaminia mambo mabaya, na tunavyotamka mambo mabaya huwa hatuingizi shaka, na ndio maana yanatokea. Lakini tukizungumza mambo mazuri tunaingiza shaka, ndio maana hayatokei. Tunakwenda sawa sawa rafiki? Kwenye mambo mabaya tumefundishwa hivyo miaka tangu tuko wadogo. Ulianzaje kufundishwa? Usishike hiyo, acha hiyo, utaumia, utaungua, acha. Ulifundishwa kwa kuelezwa mambo mabaya. Utangatwa na mbwa, utaumwa, usinywe maji machafu. Tulifundishwa kwa kutumia mambo negative, mambo hasi. Na kwa maana hiyo kufikiri kwetu kunafanyaje? Kumedhibitiwa na kutawaliwa na nini? Na mambo ambayo hasi tulifundishwa. Kwa hiyo utakapotamka mambo ambayo ni hasi, na ndo mambo ambayo yameujaza moyo wako, kinywa cha mtu yatamka ujaza hayo moyo wake, maana yake utakapotamka hayo maneno yako sio tu kwamba yanatoka yana nguvu ya uumbaji, lakini unakuwa hauna shaka, kwa sababu ni kitu ambacho unakifahamu, ni kitu ambacho uko familia nacho, sio kitu kigeni kwenye akili yako, sio kitu kigeni katika maisha yako. Lakini unapokuja ukaelezwa mambo mazuri kwamba una uwezo wa kuishi pasipo kuumwa hata siku moja, akili yako inakataa, kwa sababu umeambiwa kila mtu lazima aumwe. Na inawezekana wengine wamekwambia ugonjwa ni sehemu ya Mungu kukufundisha, na wengine wamekwambia ugonjwa ni sehemu ya ibada. Kwa hiyo ukiambiwa unaweza ukaishi bila kuumwa, unaanza kuwa na shaka. Siko unanielewa ninachokizungumza? Unanipata ninachokizungumza? Kwa hiyo kuna uhusiano basi kati ya maneno unayozungumza na moyo wako. Kwa lugha nyingine, kama hao unayoyazungumza ndiyo yameujaza moyo wako, hayo maneno yakitoka yanatoka yana nguvu ya uumbaji. Tunakwenda sawa sawa? Ndio maana ukisema mambo mabaya yanadhihirika haraka zaidi kuliko kusema mambo mazuri. Kwa nini? Kwa sababu moyo wako umejaa mambo mabaya. Na kwa maana hayo mambo mabaya unavyoyatamka yanatoka yakiwa yana force, yakiwa yana nguvu. Kwa lugha nyingine yanakuwa yameshiba nguvu ya uumbaji. Na mambo mazuri ni machache, yako kidogo mno ndani ya moyo wako. Kwa hiyo yakitoka hayatoki yakiwa na hiyo nguvu. Na ukichanganya na shaka, basi unasimamisha hayo mambo mazuri hayawezi kutokea. Kwa hiyo nataka ujue kitu hichi. Ndio maana nasema kuwa mwangalifu, shika sana ukiri wako. Kwa nini? Kwa sababu wewe umeumbwa katika mfano na sura ya Mungu. Yale utakayoyasema unayaumba. Sasa watu wengi hata baada ya kuokoka bado hatujapata nafasi na muda wa kuhakikisha kwamba kinachoingia katika mioyo yetu ni kile ambacho tunakitaka. Angalia kitu ambacho Bwana Yesu alisema katika Marko mlango wa 4. Marko mlango wa 4, alafu takwenda ule mstari wa 24. Angalia kitu ambacho Bwana Yesu alisema. Alisema hivi mpaka 25.
akawaambia, angalieni msikialo, kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa, na tena mtazidishiwa. Kwa maana mwenye kitu atapewa, naye asiye na kitu hata kile alichonacho atanyang'anywa. Kwa anasema kipimo kile unachopimiwa, unachotumia katika kusikiliza, ndo kipimo hicho utakachopimiwa. Wakati gani? Wakati unaachilia hayo maneno. Kwa kama maneno uliyasikiliza, umeyasikiliza mpaka yamejaa katika moyo wako, yatakapotoka yatatoka yana force kubwa. Unanyelewa ninachozungumza? Sasa nisijui nitoe mfano gani. Ungekuwa tuko Uchagani ningekupa mfano wa Uchagani. Alafu ningetoa mfano wa Uchagani nasema sawa, mtumishi unazungumza mfano gani huo? Lakini kama umewahi, kwa wale Wachaga wanafahamu, kuna pombe ya kienyeji inaitwa mbege. Mbege ukiweka kwenye geleni, alafu lile geleni ukawa umelifunga ukalitikisa ikiwa imejaa, ukatikisa ukifungua inamwagika. Okay, tuweke mfano wa kitakatifu. Soda. Oh hallelujah. Kwa hiyo ukiwa na soda umeikamata, alafu ukatembea nayo labda Coca-Cola, ukatembea nayo ikatikiswa, utakapoifungua inamwagika. Lakini kama ile soda ingekuwa iko kidogo sana imebakia, hata uitikise vipi haiwezi kumwagika. Kwa hiyo na maneno nayo yakiwa yako kidogo ndani ya moyo wako, hayatatoka na force, hayatatoka na nguvu inayotakiwa. Tuko sawa sawa? Lakini yakiwa yamejaa, hilo neno limejaa ndani ya moyo wako, utakapofungua mdomo kuongea linatoka na force kubwa zaidi. Tunakwenda sawa sawa? Sasa kumbuka, maneno yako na nguvu ya uumbaji. Kwa hiyo tunapozungumzia nguvu ya ukiri, basi maneno yanaingizwaje kwenye moyo? Yanaingizwa kwa kusikia, yanaingizwa kwa kusema. Unaposema unasikia, ukisikia hilo neno linakwenda moja kwa moja katika moyo wako. Ndivyo ambavyo Bwana Yesu alitueleza katika Mathayo 13 mstari wa 18 na 19, akarudia pia katika Marko 4 mstari wa 13 mpaka wa 10 na ngapi pale 15, kwamba unaposikia neno linakwenda moja kwa moja katika moyo wako. Na ibilisi naye anakuja kuiba neno kutoka katika moyo wako. Analiibaje? Kwa kuingiza mawazo yanayopingana na kukinzana na kile ambacho Mungu amesema. Tunakwenda sawa sawa? Kwa hiyo napoanza kufanya ukiri, nafanya mambo mawili. Kitu cha kwanza, naondoa maneno yasiyofaa katika moyo wangu, naanza kuingiza maneno sahihi. Mfano mzuri naweza kuuzungumzia ni huu. Ni kama umechukua ndoo ya lita 10 ama lita 20, alafu ina maji machafu yamejaa pale kwenye ile ndoo. Kwa hiyo unafanya nini? Unaipeleka bombani. Ukifungulia maji ya bomba, maana yake yakianza kuingia, maji yanaanza kumwagika. Nini kinatokea? Maji machafu yanamwagika, maji masafi yanabakia. Maji machafu yanamwagika, maji masafi yanabakia. Baada ya muda utabakiwa na maji masafi tu. Kwa hiyo na wewe unapochukua ukiri sahihi, ukaanza kukiri, kwanza huo unasikiliza neno kama hivi. Ndio maana nasema sikiliza tena na tena na tena na tena na tena. Ukishasikiliza rudia tena na kusikiliza tena na tena na tena, alafu tena na tena na tena. Na unapofanya hivyo, na wakati huo ukawa una ukiri wako unautumia kukiri kile kitu ambacho unakitaka, unaondoa yale mambo machafu, maneno machafu ambayo yalikuwa yamejaza moyo wako, yanaanza kutupwa nje, yanaanza kuingia maneno safi. Na kwa maneno itafika mahali kila kitu chema unachokizungumza lazima kidhihirike hapo hapo. Kwa nini? Kwa sababu hayo maneno utakayozungumza yanatoka yana nguvu, yanatoka yana force. Ndio maana kwenye kitabu cha Nguvu ya Ukiri, sio tu kwamba sehemu ya kwanza ninakufundisha, lakini sehemu ya pili nimeweka sample za ukiri mbalimbali. Kwa hiyo una ukiri wa kila eneo ambao unaweza ukaanza kutumia na ukabadilisha maisha yako kabisa. Kwa mfano, kuna ukiri kwa mfano kama Zaburi ya 91 tuliweka hapa, na ukiisoma utaona kwamba tumeweka tofauti kabisa. Kwa mfano anasema kuhusu watoto. Inasema watoto wangu wote wanakaa chini ya ulinzi wa Mungu mkuu, wanaishi chini ya uvuli wa Mungu mwenye nguvu. Hili ndilo tamko langu kuhusu wewe Jehova. Wewe ndiye kimbilio la watoto wangu na ngome yao, Mungu wao wanaye kutumainia. Kwa hiyo kumbuka, unavyoyasema kuhani wako mkuu, mtume na kuhani wako mkuu Yesu Kristo anavyosikiliza, anahakisha kwamba haya maneno yanafanywa kazi. Kwa ghafla unakuwa una watoto ambao wana ulinzi, wana usalama, afya yao ni njema, kila kitu kinakwenda sawa. Sio kama ninazungumza. Ndio maana nikasema tafuta kitabu hichi kama hujapata, na kama umepata rudia kusoma tena na tena. Lakini pia kama umepata, nunua pia kwa ajili ya mwingine. Na wewe unawenunua mara ya kwanza, usinunue kitabu kimoja tu, nunua 3, 4, 5. Gawia na wengine, anza kubadilisha maisha ya wengine. Alafu atakushukuru sana sana, na utasababisha Mungu ambaye ni baba yako apate utukufu, apate sifa nyingi mno. Kwa hakikisha umepata nakala yako ya Nguvu ya Ukiri. Sikipigii debe kwa sababu nimekiandika, napigia debe kwa sababu ni ufahamu wa muhimu mno ambao kila Mkristo anatakiwa kuwa nao. Tungekuwa tuna ufahamu huu, vifo na matatizo mengi sana katika maisha ya Wakristo yangepungua. Na sio lazima uwe Mkristo tu, unaweza ukawa hata Muislamu, unaweza ukawa hata mtu wa imani nyingine, itakusaidia kwa sababu na wewe una mdomo.
Sasa hatua ya mwisho ni hii. Kama hujampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ningependa kufanya maombi yafuatayo. Sema: Bwana Yesu, nimesikia habari njema. Naamini kuwa wewe ni mwana wa Mungu, ulikufa ukafufuka kwa ajili yangu, na kukaribisha katika maisha yangu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Rafiki, kwa mambo mafupi na kukaribisha katika familia ya Mungu. Tumefika mwisho, tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na Bwana.